Na mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya 5 Media, subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa zaidi kuliko ni kuhusiana na ile ambayo imekuwa ikihusishwa siku za nyuma hivi karibuni kuhusiana na ujio wa basi jipya ndani ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi, ambayo klabu hiyo imeonekana ikiendelea kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, ligi ya ndani, NBC Premier League pamoja na makombe mengine ambayo amekuwa akishiriki kama vile FA Cup na kombe lile la kule visiwani Zanzibar ambalo linajulikana kwa jina la Mapinduzi Cup. Kwa upande mwingine, klabu ya Simba imekuwa na mafanikio ya moja kwa moja ambayo wamekuwa kiyapata kwa nyakati tofauti tofauti. Hii ni kutokana na uimara na udhabiti wa viongozi wao ambao wamekuwa na chachu kuiona Simba inaendelea kufanya vizuri katika michuano mikubwa barani Afrika, na kuendelea kuiona klabu hiyo ikiendelea kupata matamanio makubwa ya kufanya vizuri katika upande wa masoko ndani na nje ya bara la Afrika. Sasa kumekuwa na scandal au story ambayo inaendelea dhidi ya Jailut ambaye ndiye boss na mzabuni ambaye anachukua tenda ya kuiongoza klabu ya Simba katika uzaji wa jezi zake, ambazo Jailut ameungana na kampuni Tanzo ambayo ni kampuni kubwa Diadora ambayo pia imekuwa ikifanya kazi kule Afrika Kusini pamoja na kule nchini Italia kwa baadhi ya timu kama vile AC Roma. Tumeweza kushuhudia Diadora wakiweza kutengeneza jezi zake, na bila shaka Jailut pamoja na Diadora wameweza kuheshimisha brand kubwa ya Simba kwa kuendelea kuleta jezi zenye ubora na viwango vya hali ya juu. Sasa kumekuwa pia kuna taarifa ambazo pia zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na ujio wa basi jipya la Simba Sport Club ambao Jailut mwenyewe aliweza kuahidi endapo atapata dhamana ya kuweza kuiongoza klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kabla basi hilo jaja la Rizal ambalo linatarajiwa kushuka muda wote, inaelezwa kwamba basi hilo ndilo basi ambazo zinatumiwa na klabu kubwa duniani kama vile PSG, Real Madrid, FC Barcelona, pamoja na klabu nyingine kubwa hapa Afrika kama vile Wydad, Raja Casablanca, Al Ahly, Pyramid FC. Mabasi haya, kampuni hayo ya Rizal yana muonekano mzuri na wa kipekee pamoja na ushupavu wake barani Afrika. Umekuwa wakisifia sana kutokana na namna ambavyo mabasi hayo yamekuwa mwiba kote ambalo. Kwa upande mwingine, siku ya juzi tumeweza pia kushuhudia taarifa zikiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya kuibuka sakata hili la gari la Simba ambalo liliahidiwa na ahadi yake ikawa finyo. Hii iliweza kusababisha pia ahadi nyingine kuweza kuibuka, ni ahadi ya uwanja wa Simba ambapo tayari walishakuamilisha uwanja wa Mo Simba Arena, lakini bado uwanja wa mashabiki, ule uwanja ni wa mazoezi. Sasa sakata kama hili pia limeweza kuibua sitofahamu kwa mashabiki na ufuatiliaji wa kandanda nchini Tanzania, wakiamini kwamba ahadi nyingi ambazo zimetolewa ndani ya viongozi wa Msimbazi zimekuwa ni za uongo na sio za ukweli. Sasa kutokana na haja, Jailut mwenyewe ameweza kusema kwamba process za kuleta basi hilo iko njiani, hivyo wana Msimbazi wasiwe na hofu yoyote, kwani basi masaa yote litaweza kufika. Wakali wa mambo wameweza kulinganisha story hii pamoja na ile story ya Mohamed Mo Dewji ambaye ndiye anamiliki 49% za klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wakiamini kwamba klabu hiyo imeshindwa kuendelea kufanya vizuri zaidi katika masuala mengine ya kimasoko. Hii ni kutokana na namna ambavyo viongozi wa klabu hiyo wameshindwa kutimiza ahadi mbalimbali, huku mashabiki wakiendelea kuwa na imani na klabu yao, hasa mzabuni mpya Jailut ambapo kwa wingi jezi zake zimeendelea kununuliwa, bila kusahau Mohamed Mo Dewji ambaye chapa yake imeendelea kukua kwa kasi. Hii ni 5 Media, don't forget to subscribe.